Kwa majina ninaitwa mrakibu msaidizi wa polisi Tatu Nasoro Kibwende, ni mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Tanga. Leo tumealikwa na asasi ambazo sio za kiserikali, asasi za kiraia katika mambo mapana sana ya ukatili wa kijinsia, lakini lengo lao kubwa ni kuibua waliibua wa manusura wa ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo walitaka kuona umma waelewe kwamba kuna watu wanafanyiwa ukatili wa kijinsia, lakini bado jamii kutoka na kupaza sauti zao ili ya watu wasaidiwe. Ukatili kwa mkoa wetu, manake vitendo vipo na vinaripotiwa, ndio maana wadau mbalimbali kama hivyo wanatoka na kupaza sauti zao ili jamii sasa ione hivi vitendo vya ukatili vipo na vinatakiwa tupaze sauti, tusinyamaze na tuvitolee taarifa, na tunavyotolea taarifa tuhakikishe kwa namna moja ama nyingine tunachukua hatua stahiki kwa wale ambao wametenda vitendo hivi vya ukatili wa kijinsia. Wale ambao wanafanyiwa vitendo vya ukatili wa kijinsia lakini bado wananyamaza, ndio maana sasa tunashirikiana na wadau mbalimbali kuvibua vile vitendo vya ukatili, ili sasa sisi kama jeshi la polisi kuweza kuvisimamia na kuhakikisha hivi vitendo katika mkoa wetu vinaisha. Lakini jeshi la polisi limeanzisha dawati la jinsia na watoto, lakini bado kuna hii zana ya polisi jamii. Dawati la jinsia na watoto ni pamoja na tupo pamoja na kamisheni ya polisi jamii, tuko ndani ya kamisheni ya polisi jamii tukiwa sambamba na waratibu wote yani wale polisi kata katika kata husika, ili sasa kuwa karibu na jamii, kuweza kuangalia vitendo hivi vinavyotokea kwenye jamii vinaripotiwa kwa haraka. Kwa hiyo sisi kama dawati la jinsia na watoto tumejipanga, lakini kama jeshi la polisi Tanzania kuhakikisha vitendo vya ukatili vinaripotiwa katika hatua za awali kabisa, ili sasa viweze kusimamiwa na kutekelezwa na kwa mujibu wa sheria. Mwitikio wa elimu kwa mkoa wetu wa Tanga ni mkubwa, kwa sababu kama nilivyosema tumejaribu kujipambanua na wananchi wanaelewa. Unajua vitendo vya ukatili vikiripotiwa, manake it means yani jamii imeelewa kwamba sasa huu ni ukatili na wapi pa kuripoti. Wito wangu mkubwa sana kwa jamii ya watu wa Tanga, tuache ile dhana ya kuoneana muhari kwamba kitendo cha ukatili kimetokea, aidha kimetokea kwa ndugu, kimetokea kwa rafiki, kimetokea kwa jirani, kwamba nikitoa taarifa jamii itanitenga. Kwa hiyo tusichukulie poa vitendo vya ukatili wa kijinsia, tutoe taarifa, tusione muhari wa aina yoyote. Jeshi la polisi lipo, lakini wadau mbalimbali wapo kuhakikisha vitendo vya ukatili kwenye jamii yetu vinatokomezwa. Ushauri wangu nikiwa kama incharge wa dawati la jinsia na watoto ni muda sahihi sasa, ni muda muafaka wa kuhakikisha Tanga yetu, ile Tanga ambayo tunasema Tanga raha, Tanga ya mahaba, Tanga ambayo wanasema waja leo kuondoka majaliwa, inakuwa salama. Vitendo vya ukatili wa kijinsia visiwepo, na vinatakiwa visiwepo kwa namna gani? Jamii itoke na kutolea taarifa na kuvisimamia, sio kutoa taarifa tu, kuhakikisha wanavisimamia, ikiwepo kutoa ushahidi mahakamani, ikiwepo kuhakikisha wako salama, jamii yetu iko salama, mke mume ya ndoa tuko salama, kwa sababu wanasema ndoa ni taasisi, inapoyumba kwa namna moja ama nyingine inatengeneza vitu ambavyo vinazalisha aidha ukatili wa kijinsia kwa namna moja ama nyingine, aidha mume au mke au watoto. Kwa hiyo kuhakikisha taasisi yetu ya ndoa iko imara, lakini tunawalinda watoto wetu. Vinapotokea vitendo vya ukatili tunatoa taarifa, tunapotakiwa kutoa ushahidi tunafika kutoa ushahidi kwa wakati pasipo kuoneana muhari. Naitwa Maria Matui, ninafanya kazi na shirika linaitwa Women Action Towards Economic Development, lakini pia ni mwananchi katika jamii yetu ya Watanzania. Wito wangu kwa wananchi, kwanza, kusiwe na hofu, kusiwe na mashaka, na tusiwaone polisi kama kundi lingine ambalo liko mbali na masuala ambayo yanatupata sisi wananchi, haswa pale inapotokea ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tuweze kuona madawati ya jinsia sehemu ambayo kimbilio la kwanza kuweza kutoa taarifa, ili ule utaratibu wote unaohitajika uweze kunukuliwa, kufanyiwa kazi na kuripotiwa ndani ya wakati. Lakini kwa jeshi letu la polisi,
kuwe na utendaji wa kazi wa kirafiki, kwa sababu kinachotokea katika jamii, wananchi kusita kuja kwenye dawati au madawati ya kijinsia au kwenye jeshi na ustaarabu wote wa kijumla uliopo katika jeshi la polisi ni hofu. Nitapokelewaje? Nitatazamajwe? Nitahudumiwaje? Na ni nani ambaye yuko tayari kusikia hili tatizo ambalo limenipata? Kwa tunaomba mazingira rafiki, mazingira yanayofikika, lakini huduma ambayo ni endelevu na matokeo yake kuweza kutokea na ufuatiliaji kuweza kupatikana.